yupo kanisani, anaendelea na wokovu. Kwa kuna wale ambao wamefuata miujiza na bahati mbaya hawajakubali kuyatoa maisha yao kwa Yesu wakaokolewa. Sasa sababu nyingine ziongeze wewe mwenyewe, unazijua zingine ambazo mimi sizijui. Lakini nataka niseme hivi, tunapozungumza habari za kanisa, kanisa ni kusanyiko la walioitwa. Ndiyo maana ya kanisa. Walioitwa na wakaitika wito wa kutoka dhambini. Wameitwa wakaitika wito wa kutoka katika maisha au mfumo wa maisha ya dunia. Wameitwa, wameitikia huo wito. Sasa hawa walioitwa wanapokusanyika, hili ndilo kanisa. Pamoja na kwamba kanisa ni taasisi inayoendeshwa kwa mifumo ya kawaida ya kitaasisi, lakini msingi wake kanisa ni organism, ni kiumbe hai. Ni watu ambao wameitikia wito. Yesu alitangaza kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wakaitika huo wito. Wametubu dhambi zao, wamesamehewa, wamefanywa kuwa watoto wa Mungu, na hawa wamefanywa kuwa ni wanachama katika hii familia ya Mungu. Hao ndio kanisa. Kwa hiyo kujiunga tu ili ukawa mwanachama wa TAG Mwenge haitoshi. Haitoshi. Umejiunga kwa namna yote ile, kama haujampa Yesu maisha haitoshi. Kile kiini sio wewe kujiunga tu kapata watu ambao utajumika nao. Lakini kiini ni kama wewe umeungwa na Yesu baada ya kuitika wito. Umeungwa na Yesu, umeungwa na Mungu, lakini pia umeungwa na jumuiya ya hao walioitwa kama ambavyo wewe pia uliitwa. Bwana Yesu atusaidie kuyaelewa haya. Sasa maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini? Maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini? Tutapata maana ya kuzaliwa mara ya pili pamoja na faida zake kupitia Injili ya Mtume Yohana sura ile ya 3. Tutasoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 20. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 ule mstari wa kwanza mpaka wa 20. Nitasoma hapo. Biblia inasema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amin amin nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamuukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki,
mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani Mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Labda nimalizie ule mstari wa 21. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Yametendwa katika Mungu. Habari ambayo tumeisoma kama ambavyo inajieleza ni mazungumzo kati ya Nikodemo na Yesu. Nikodemo ametajwa hapa kwamba alikuwa ni Farisayo, na ukiendelea kufuatilia habari zake utagundua kwamba huyu alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa baraza la utawala wa Wayahudi ambao walikuwa wanajulikana kama Sanhedrin. Bwana Yesu anamtaja kama mwalimu. Mtu mpaka afikie level ya kuwa Farisayo ni mtu ambaye alikuwa ana elimu ya kutosha kuhusiana na maandiko ya Agano la Kale. Ndio maana Bwana Yesu ni kama vile namshangaa kwamba wewe huu mwalimu katika Israeli na haya mambo hauyajui. Sasa Biblia haisemi ni kwa nini huyu Nikodemo alimwendea usiku, lakini bila shaka alikuwa hataki kuonekana, kwa sababu Yesu alikuwa hakubaliki na jamii ya hao Mafarisayo, jamii ya waandishi, jamii tuseme wakuu wa Wayahudi. Alitaka aende kwa siri, awe na fursa ya kumuuliza maswali, aweze kujifunza kutoka kwa huyu ambaye yeye anamtambua kama mwalimu. Namtambua Yesu kama mwalimu. Sasa baada ya Nikodemo kuzungumza maneno yenye kuonyesha vile ambavyo anamadimaya, anamshangaa huyu Yesu, vile ambavyo yeye ni wa tofauti, na kwamba yeye anaamini tu kama huyu Bwana Yesu lazima ametoka kwa Mungu, kwa sababu haiwezekani mtu akafanya ishara kama hizo ambazo anazitenda yeye Yesu kama hajatoka kwa Mungu. Bwana Yesu akaanzisha mada ya kuzaliwa mara ya pili. Akaanzisha mada ya kuzaliwa mara ya pili. Sasa kuzaliwa mara ya pili ni nini? Hebu tuangalie vitu kama vinne hivi. Namba moja, kuzaliwa mara ya pili kama ambavyo tunaona kwenye ule mstari wa 4, Nikodemo aliulizaje? Alisema, maana anashangaa Yesu anapozungumza habari za kuzaliwa mara ya pili, sema hivi, inawezekanaje mtu kama mimi, kwa mfano mtu mzima kama mimi, nikaingia tena tumboni mwa mama yangu alafu nikazaliwa tena? Kwa sababu picha aliyokuwa nayo Nikodemo ni ya ule uzazi wa kawaida wa kimwili. Lakini Bwana Yesu anamhamisha kutoka kwenye huo uzazi wa kimwili na kumwelezea vile ambavyo uzazi huo sio wa kimwili. Kwa namba moja, Bwana Yesu anasema ni kuzaliwa kwa maji na Roho.
kwa kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya kwa lugha nyingine. Kwenye Kiingereza ni regeneration. Hapa nazungumzia fundisho linalohusiana na regeneration, ndio kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili. Ni kwenye ule mstari wa 5 anaposema kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Sasa anaposema asipozaliwa kwa maji na kwa roho, neno maji pale, maana unajua unapotaka kuelewa kilichoandikwa katika Biblia, unatakiwa kuyatafsiri mambo hata kama ni maneno, kwamba neno hili linamaanisha nini. Unatakiwa ulitafsiri katika muktadha wake. Sasa kwa muktadha huu, neno maji halina maana ya maji kama maji au maji ya ubatizo. Lakini neno maji hapa linasimama badala ya neno la Mungu. Sababu neno la Mungu linafananishwa na maji. Na tunaweza tukarejea Efeso sura ya 5 ule mstari wa 26 na tukaona hapo vile ambavyo neno la Mungu limetajwa kama maji. Nipate mtu ambaye anasoma vizuri na anasoma kwa haraka, pate maiki ili tukitaja maandiko tu tunasaidia na kuyasoma. Waefeso, kama kuna ambaye atakuwa amepata kwa haraka haraka, hiyo Efeso 5:26 atusomee. Okay, hakuna mwenye maiki. Waefeso sura ile ya 5 ule mstari wa 26, labda nianze mstari wa 25. Anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mstari wa 26, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa maji katika neno. Kwa hiyo amehusianisha maji na neno. Kwa neno la Mungu ni maji. Kwa hiyo hapa sasa maji yanayotajwa hapa sio maji ya ubatizo, bali ni neno la Mungu. Kwa hiyo mtu anazaliwa kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Hawa wanajulikana pia kama maagent au agents of regeneration, kwamba ili mtu azaliwe ni lazima neno lifanye kazi. Neno ndilo ambalo linamzaa, na ni neno lililovuviwa, ni neno ambalo sio andiko lisilo na roho, kwa sababu tunaambiwa kwamba andiko huwa bali roho huisha. Kwa hiyo ni andiko ambalo linatenda kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana 16 ule mstari wa 8. Kuna mtu yuko tayari sasa? Kuna mtu ameshapewa maiki au hakuna maiki nyingine? Yohana 16 ule mstari wa 8 na 13. Aliyepata tusomee hapo. Yohana 16 ule mstari wa 8 na 3. Kimsingi pale anazungumza habari za kazi za Roho Mtakatifu atakapokuwa amekuja. Yohana 16 ule mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema hivi, naye akiisha kuja. Bwana Yesu hapa anazungumza habari za Roho Mtakatifu. Akiisha kuja nani? Roho Mtakatifu. Naye akiisha kuja, huyo atawahakikisha ulimwengu kwa habari ya nini? Ya dhambi na haki na hukumu. Roho Mtakatifu, kazi moja wapo anayofanya Roho Mtakatifu ni kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Na ule mstari wa 13 unasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake.